Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa fursa ili na mimi niwe miongoni mwa wachangiaji katika bajeti hii ya bajeti kuu ya mwaka huu 2025 leo hii tarehe 18 ya mwezi wa 6. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza kabisa naomba nianze kwa kumpongeza Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri ambayo amekuwa akiifanya katika nchi yetu katika kuhakikisha kwamba nchi yetu ya Tanzania inaendelea kusonga mbele kwa maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile naomba nichukue nafasi hii kumpongeza Mheshimiwa Waziri Profesa Kitila Mkumbo, waziri makini kabisa, mwenye viwango vya standard gauge railway. Hongera sana kwa kazi nzuri ambayo unaifanya Profesa. Tumeona kwa kipindi kifupi kabisa ambacho Mheshimiwa Rais amekuamini katika eneo hilo, umefanya vizuri sana. Na mimi pia binafsi nichukue nafasi hii kukushukuru sana. Wiki iliyopita nilikuletea changamoto yangu kubwa niliyokuwa nayo kuhusiana na eneo la uwekezaji, na umeitendea haki, umenitendea haki. Hakika nimerudi humu ndani ya bunge nikiwa ninakiri ushuhuda kabisa kwamba wewe ni mtu makini, mtu mahiri, mwenye uwezo usiotiliwa mashaka. Hongera sana. Vile vile nichukue nafasi hii kumpongeza Daktari Mwigulu Nchemba, waziri wa fedha, kwa kazi nzuri ambayo ameifanya. Maendeleo tunayoyazungumzia maana yake vile vile yametokana na umakini mkubwa namna gani ya kuweza kutafuta fedha ili kuhakikisha kwamba chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais hakuna kitu kinakwama. Maendeleo tunayoyashuhudia sasa ni kimsingi Mwigulu ana mchango wake mkubwa. Lakini vile vile niwapongeze manaibu mawaziri wenu, wamefanya kazi nzuri sana ya kuhakikisha kwamba wanawasaidia ipasavyo ili muweze kutimiza majukumu yenu. Kipekee naomba nichukue nafasi hii kumpongeza Mheshimiwa Chande, rafiki yangu, kaka yangu Chande, kwa kupata kuwa mjumbe wa kamati kuu. Hongera sana. Najua Mheshimiwa Chande, kwa kuwa mimi rafiki yako, basi hutanisahau kwenye ufalme wako pindi utakapoona jina linakuja pale. Hakika naamini mbele ya Mwenyezi Mungu na kwa ushuhuda wote kwamba utaweka 5 pale, mambo yaweze kwenda barabara. Mheshimiwa Mwenyekiti, nichukua nafasi hii kumpongeza sana Mheshimiwa Rais kwenye mkutano wake wa jana pale kule kwenye ziara yake ambayo anaendelea nayo katika jimbo la Kisesa. Mheshimiwa Rais amenikumbusha kwamba pale ambapo mwiba unaingilia ni pale pale mwiba unatakiwa utokee pale pale. Kwa hiyo bila kupoteza muda, Mheshimiwa Rais alimjibu Mheshimiwa Mpina kwa vitendo kwamba anachokifanya hayuko sawasawa. Kwa hiyo yale majibu ambayo alipewa Mpina, mimi kwa kweli yamenipa raha sana, yameniletea furaha sana. Mheshimiwa Rais, kongole nyingi sana. Hauwezi kuwa na mtoto umemzaa mwenyewe, umemlea mwenyewe kwa tabu na raha, alafu baadaye anakuja kukupiga mateke hadharani. Ulipoingilia mwiba na mwiba ukatokea hapo hapo. Safi sana. Endelea kutufundisha, endelea kutuelekeza kwa vitendo. Mwisho wa siku tutaelewa tu Daktari Samia Suluhu Hassan ni nani. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba sasa nizungumzie swala la ajira. Mimi kwenye swala hili la ajira bado nahitaji kabisa kwamba serikali yangu ione umuhimu wa kuweka ubunifu mbalimbali wa kuhakikisha kwamba wasomi wetu ambao wanamaliza kwenye vyuo mbalimbali basi wanaweza kupata namna ya ajira, kama sio ajira za serikali basi hata katika sekta nyingine ambazo kimsingi. Mimi naomba nitolee mfano. Mwaka 2018 nilipata fursa, Mheshimiwa Spika, nikiwa pamoja na wabunge wenzangu 19, mimi nikiwa wa 20, tulisafiri kwenda nchi ya China. Lakini kule tumejifunza mambo mbalimbali.
Na miongoni mwa mambo ambayo tulijifunza ni namna ya nchi ya China ambavyo inaweza kupeleka vijana mashuleni, machuoni, na baada ya kumaliza, kwa mfano wanapata mainjinia wa ujenzi, lakini pia kwenye swala hilo la mainjinia wa ujenzi, baada ya kumaliza masomo yao, wanachokifanya wanawaweka wale vijana wakiwa kwenye organization moja, kwamba kama ni kikundi au kama ni kampuni, vijana wanafungua kampuni. Lakini wale vijana wanakuja katika nchi za Afrika, wanatafuta kazi zinazohusiana na masuala ya ujenzi. Wakishapata kazi, wanapeleka certificate ile inayoonyesha kwamba wamepata kazi katika serikali yao. Wakishapeleka ile certificate, serikali inatoa pesa kuwasapoti wale vijana na wanafanya kazi. Baada ya kufanya kazi, kunakuwa na kitu kinaitwa MOU kati ya hicho kikundi au kampuni ambayo inahusiana na hao vijana pamoja na serikali. Kwa hiyo wanapofanya kazi, wakimaliza kufanya ile kazi, wakiraise certificate, kinachofuata baada ya kuingizwa pesa hile inakuwa deducted kuelekea kwenye mfuko wa serikali. Kwa maana nyingine, wale vijana wanabaki na faida na wanakuwa wamefanya kazi, wanakuwa katika sehemu ya ajira. Kwa hiyo mimi naomba serikali yetu pia, tunao mainjinia ambao wamemaliza vyuo, wako tu mitaani huko wanatembea hawana ajira, wanatembea na vyeti, wamekuwa affected, wanadhani kwamba vile vyeti vyao ni lazima wapate ajira. Kwa hiyo wako wanapita kwenye makorido haya ya serikali kutafuta ajira. Kwa hiyo Mheshimiwa Kitila Nkumbo, na kuomba sana, pamoja na mipango yako, weka huu mpango kwamba vijana wetu wakimaliza vyuo wafanyiwe utaratibu kama huu. Itapendeza sana na tutawainua vijana kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Mheshimiwa Mwenyekiti, swala jingine ambalo nadhani kwamba ingefaa sana tuone umuhimu wa kuwainua wananchi wa mkoa wa Ruvuma, wananchi ambao wamekuwa wakifanya kazi ya uzalishaji katika sekta ya kilimo, wamewekeza sana katika sekta ya kilimo, hasa kwenye kilimo cha mahindi ambalo ni zao la biashara, lakini vile ni zao la chakula. Bei ambayo wakulima wamekuwa wakipewa na serikali yetu ni bei ambayo iko chini, ni bei ya shilingi 700, ni zaidi ya miungo 3 mpaka 4, bado wananunua kwa bei hiyo shilingi 700 kwa kilo. Nataka niseme leo hapa kwamba bei ya uzalishaji, gharama za uzalishaji wa zao hili ziko juu sana, tofauti na hali halisi ya soko iliyopo sasa. Ni kwamba zao hili kulizalisha, kila kitu kimepanda bei, kuanzia kwenye kulima, kuanzia kupalilia, kutiaji wa mbolea na mambo mengine, utunzaji kwa ujumla, gharama ni kubwa. Kwa hiyo haiwezekani wakati kila bidhaa nchini kwetu inaendelea kupanda siku hadi siku, ionekane kwamba bidhaa zinazohusiana na uzalishaji wa zao la mahindi tu ziko pale pale. Kwa hiyo niombe sana, bei hii ipande kutoka kwenye shilingi 700 na hatimaye twende kwenye shilingi 900. Angalau itamsaidia mkulima kuweza kuendelea kufanya uwekezaji wenye tija katika eneo hili. Na vile naomba niseme kwamba zao hili la mahindi limekuwa likileta pato kubwa sana katika halmashauri zetu katika mkoa wetu wa Ruvuma. Ni zao ambalo limekuwa likilimwa kila mahali. Kwa hiyo mimi naamini kabisa litaongeza pato kubwa sana endapo kama tutawasaidia wakulima hawa na kuwatia moyo ili waweze kuwekeza zaidi katika zao hili. Na jambo jingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni swala la zao la soya. Zao la soya limekuwa na bei chini sana. Mwaka jana bei ya soya ilifikia shilingi 2000. Lakini sasa hivi tunavyozungumza soya inauzwa karibu shilingi 900. Niombe sana namna gani ambavyo serikali yetu ione umuhimu wa kutafuta soko kwa ajili ya zao la soya. Ninaamini masoko yako maeneo mbalimbali nje ya nchi yetu. Kwa hiyo kama kutawekwa mkakati mzuri, maana yake sina mashaka na Mheshimiwa Waziri wa Wizara ya Kilimo anajitahidi sana, anafanya kazi nzuri sana. Kwa hiyo naomba niseme, namtia moyo kwamba hata soko hili la zao la soya linaweza kupatikana, lakini hata soko hili la zao la mahindi linaweza kupatikana. Kwa hiyo naomba mwisho wa siku na mahindi nayo yaweze kuuzwa kwa njia ya mnada. Asante sana. Jambo jingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni swala la barabara
ya Songea Makambako. Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara hii imebeba mzigo mkubwa sana unaohusiana na ukuaji wa uchumi katika mikoa hii miwili mitatu ya kule kusini. Nataka niseme kwamba barabara hii imekuwa ina shida kubwa sana, kwamba barabara imeharibika kwa kiwango kikubwa, lakini baada ina matumizi makubwa sana ya malori ambayo yanabeba makaa ya mawe, na vile vile makaa ya mawe ni mradi mkubwa sana ambao umeinua pato kubwa sana katika sekta ya madini. Kwa hiyo tukitengeneza hii barabara itasaidia kuongeza pato, kwamba magari yale yatasafiri kwa haraka kusafirisha ule mzigo na watakuja kuchukua. Kwa hiyo uzalishaji wa makaa ya mawe utakuwa mkubwa, lakini pato kubwa sana litaelekea kwenye serikali yetu, kwa maana ya barabara ni safi na ina uwezo mkubwa sana wa kusafirisha kwa wakati hilo zao ambalo ninalizungumzia. Lakini vile vile na mazao ambayo yanatoka mashambani kwetu, inatakiwa tuhakikishe kwamba pesa ipelekwe kwa haraka. Mheshimiwa Mwigulu, nitakupenda mimi wewe ukipeleka pesa kwa haraka, pesa ya kutosha ya ukarabati wa barabara ya Songea Makambako yenye urefu wa kilomita 395. Kwani shida ni nini Mwigulu? Mbona wewe uko vizuri? Ni kwamba ungeweza hata kutoa pesa ya kilomita 100 tu, inaanzia pale Songea, inaanza kuja hapa mpaka Lutukila. Awamu ya kwanza umeshamaliza. Awamu ya pili unatoa Lutukila mpaka unakuja kuileta hapa kwenye mpaka wa Njombe na Songea. Vile vile mwisho wa siku utamaliza. Hebu anza sasa tunavyoelekea hivi. Anza, kwa sababu tayari umeshatoa pesa ya kulipa fidia. Kwa hiyo watu wanataka waone mavitu yale, mavyombo yako kule, magreda, manini, vifaa vyote viko kule, vimeanza kazi. Na tunakuhakikishia kwamba sisi wote wana Ruvuma tumekubaliana kwa nguvu moja kwamba tunakwenda kutiki kwa ajili ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Tunakwenda kutiki kwa ajili ya wabunge wetu ambao ni wabunge wa majimbo. Tunakwenda kutiki kwa madiwani wetu. Hakuna shaka CCM itashinda kwa 100% katika mkoa wetu wa Ruvuma. Vile vile naomba nizungumzie barabara ya Likuyufusi Mkenda. Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara hii inatoka Songea mjini inakwenda Mkenda ambako panaunganisha Tanzania na Mozambiki. Barabara hii ni muhimu sana katika masuala ya kiuchumi. Ina urefu wa kilomita 124. Nikuambie tu Mheshimiwa Mwenyekiti kwamba barabara hii ni barabara ambayo inatumika sana na wenzetu wa Mozambiki, inatumika sana na wenzetu wa Botswana, inatumika sana na wenzetu wa Malawi, kwa sababu hii barabara katika bandari yetu ya Dar es Salaam ndio wenzetu hawa wanatumia bandari ya Dar es Salaam kusafirisha bidhaa zao, ikiwa pamoja na yale magari ambayo wanayaita IT. Kwa hiyo ni muhimu sana hii barabara ikitengenezwa kwa kiwango cha lami. Mimi nasema hivi, sio lazima tuianze yote kwa kilomita 124. Na dada yangu Jenisa Joakim Muhagama kila siku amekuwa akifuata huko na kufuatilia hii barabara pamoja na jitihada zake zote. Basi naomba tuendelee kumuunga mkono hii barabara iweze kuanza kujengwa kwa kiwango cha lami kwa haraka sana, ili kuweza kufungua uchumi kisawasawa wa Tanzania na Mozambiki, Botswana pamoja na Malawi kwa ukamilifu. Mheshimiwa Mwenyekiti, la mwisho tu namalizia. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni sekunde chache tu. Naomba nizungumzie sasa naomba niwashukuru sana wanawake wa mkoa wa Ruvuma, wanawake wenzangu wa mkoa wa Ruvuma, na washukuru sana kwa kunipa heshima hii mlionipa, lakini vile vile kwa kunipa ushirikiano mkubwa ambao mmenipa na mkanipa wepesi wa kutekeleza majukumu yangu. Ninawapenda, Mungu awabariki sana. Naomba tena mnipe mitano tena. Haki ya Mungu nitafanya zaidi ya hapo nilipofanya. Asanteni sana. Namshukuru pia kakaangu Joseph Muhagama na wabunge wenzangu wengine wote kwa ushirikiano mkubwa walionipa, pamoja na majirani zangu hapa wa Kakonko, mbunge wa Buhigwe, mbunge wa Madaba yuko hapa,
lakini pia na mbunge wa Singida Kaskazini. Unajua watu wanashukuru, lakini wanashindwa kujua hapo walipokaa kwenye kiti walikuwa na majirani zao kushoto na kulia. Lakini vile vile na wewe mwenyewe mwenyekiti Mwanyika ulikuwa nyuma yangu hapa. Nakushukuru sana, kongole nyingi sana kwako. Mungu akubariki sana. Amina. Asante sana.